Ujambo na karibu sana mwanamichezo mwenzangu. Twende moja kwa moja kuangazia taarifa za kimichezo kuhusiana na yale yote ambayo yanakuwa yanaendelea katika mitandao ya kijamii, ikiwa tuko karibu kabisa kuelekea katika msimu wa dirisha kubwa la usajili hapa nchini kwetu Tanzania. Lakini kuna moja kati ya taarifa kubwa ambazo kimsingi natamani kuweza kushare na wewe kupitia katika channel yako pendwa kabisa ya True Talk, na hapa ni mahali pekee ambapo utapata taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini pia kuhusiana na yale yote ambayo yanakuwa yanaendelea katika mitandao ya kijamii. Sasa Simba waweka mkazo kwa vipaji vya Afrika Magharibi, huku jicho likiwa limetupiwa kwa Salim Adams, na ni moja kati ya nyota ambao wanawindwa kwa kiwango kikubwa sana, si tu na klabu ya wekundu wa Simba Sports Club, lakini pia vipo vilabu vingi barani Afrika ambavyo vinaisaka saini yake. Sasa ngoja twende kiundani zaidi tuweze kuangalia taarifa hii. Kuna nini huko hasa ambacho kinaendelea katika mitandao ya kijamii, hususan katika pages za Facebook, lakini pia kutoka katika page mbalimbali za waandishi wa habari nguli, hasa Miki Juno Jiara. Tunafahamu mmoja kati ya waandishi ambao pia wanafanya vizuri kweli kweli. Ameripoti taarifa hii katika mitandao yote ya kijamii ambayo anaisimamia, lakini pia ni dili ambalo linaonekana kuwa na userious wa hali ya juu. Sasa tukienda kiundani zaidi katika harakati za kuendelea kujenga kama moja ya virabu vikubwa barani Afrika, Simba Sports Club inaonekana kubadilisha mkakati wake wa usajili kwa kuelekeza nguvu zaidi katika soko la Afrika Magharibi, eneo linalozalisha vipaji vingi vikubwa vya soka. Jina jipya linalozungumziwa kwa sasa katika mitandao ya kijamii ni la kiungo chipukizi mwenye kiwango cha juu Salim Adams, ambaye anaichezea klabu ya Medeama Sports Club, na tofauti na ilivyokuwa zamani ambapo Simba walijikita zaidi katika soko la ndani na ukanda wa Afrika Mashariki, safari hii klabu inaonekana kuangalia mbali zaidi, ikilenga kupata wachezaji wenye uwezo wa kuleta ushindani wa kimataifa. Hii inaashiria mabadiliko ya kimkakati yanayolenga kuifanya timu iwe na sura mpya yenye ubora mpana zaidi. Kwa nini Afrika Magharibi kwa sasa kwa upande wa klabu ya Simba Sports Club ndiko ambako imeelekeza jicho lake kuwania saini za wachezaji tofauti tofauti? Tukizungumzia ukanda huu wa Afrika Magharibi, ukanda wa Afrika Magharibi hasa nchi kama Ghana, Nigeria, Ivory Coast umekuwa ukijulikana kwa kuzalisha viungo mahiri wenye uwezo mkubwa wa kimwili, kiufundi na kifikra. Wachezaji wengi kutoka eneo hilo wamefanikiwa kung'ara katika ligi kubwa duniani, na ndio maana kuibuka kwa jina la Salim Adams hakushangazi sana, akiwa mmoja wa wachezaji wanaofanya vizuri kwa sasa nchini Ghana. Adams ameonyesha kuwa na uwezo wa kucheza katika kiwango cha juu zaidi na kuendana na kasi ya soka la kisasa. Ndio maana Simba imeelekeza jicho lake katika kuinasa saini yake. Lakini pia takwimu zinazothibitisha ubora wake katika msimu huu, Adams ameonyesha kiwango cha kuvutia sana akiwa Medeama Sports Club. Amecheza mechi 25 akifunga mabao 9, jambo linaloonyesha wazi kuwa yeye si kiungo wa kawaida. Mbali na kufunga, pia ameonyesha uthabiti mkubwa uwanjani, akitoa tuzo ya mchezaji bora wa mechi mara 7. Hii ina maana ya kuwa mara nyingi amekuwa akibeba timu yake katika nyakati muhimu, jambo ambalo ni sifa adimu kwa wachezaji wengi wa nafasi yake. Na pia nafasi yake ndani ya mpango wa Simba. Kwa kuangalia mfumo wa Simba Sports Club, ni wazi kuwa timu inahitaji kiungo mwenye uwezo wa kuunganisha safu ya ulinzi na safu ya ushambuliaji kwa ufanisi zaidi. Adams anaonekana kufaa katika nafasi hiyo, akiwa na uwezo wa kushambulia na pia kusaidia majukumu ya kujilinda. Iwapo atasajiliwa katika klabu ya Simba, anaweza kuwa kiungo muhimu wa kuleta ushindani ndani ya kikosi, kuongeza ubunifu na hata kusaidia kuongeza idadi ya mabao kutoka katika eneo la kiungo, kitu ambacho mara nyingi huwa ni changamoto kwa timu nyingi za Afrika, lakini pia hata duniani kwa ujumla. Lakini pia tukiangazia faida kwa pande zote mbili,
Kwa upande wa Simba tukianzia huko kumpata Adams kutakuwa ni hatua kubwa katika kuimarisha kikosi chao kwa ajili ya michuano ya ndani na kimataifa, lakini pia kwa Adams mwenyewe kujiunga na Simba kunaweza kuwa jukwaa kubwa zaidi la kujitangaza hasa katika mashindano ya CAF ambayo yanaangaliwa na wadau wengi wa soka huko duniani. Hivi hata hivyo Maniema FC hawatakuwa tayari kumwachia kirahisi sana mchezaji wao muhimu, hivyo maamuzi ya mwisho yatahitaji makubaliano ya pande zote mbili pamoja na maslahi ya mchezaji mwenyewe. Je, huu ni mwanzo wa enzi mpya ndani ya klabu ya Simba Sports Club au vipi? Ikiwa Simba watafanikiwa kukamilisha usajili huu, inaweza kuwa ishara ya mwanzo wa mwelekeo mpya wa klabu hiyo katika soko la usajili. Inaweza kufungua mlango kwa wachezaji wengine kutoka Afrika Magharibi kujiunga na ligi ya Tanzania, jambo ambalo litainua ushindani na ubora wa soka kwa ujumla. Kwa sasa macho yote yanabaki kwa Simba Sports Club na hatua wanazochukua katika siku zijazo. Je, watafanikiwa kumshawishi na kuinasa saini ya Salum Adams kujiunga na Simba au itakuwaje? Jibu lake linaweza kubadilisha si tu kikosi cha Simba bali pia taswira ya usajili katika soka la Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Hivi ndivyo ambavyo nilitamani kuweza kushare na wewe taarifa hizi muhimu sana, hasa mdau wa soka. Hapa nazungumza na wewe shabiki wa klabu ya Simba, lakini pia mwanamichezo kwa ujumla, ili uweze kufahamu kila ambacho kinaendelea katika ulimwengu wa soka hapa nchini kwetu Tanzania. Ni moja kati ya taarifa ambazo zina trend kuliko katika mitandao ya kijamii, na nikiwa nimepita katika peji tofauti za waandishi nguli ambao wanafanya vizuri kuliko katika tasnia hii ya habari. Hapa namzungumzia Miki John Jeyara, ni moja kati ya waandishi ambao kila anaweza kuwa kwanza kuripoti taarifa hizi katika mitandao yake ya kijamii. Na Salum Adams ni kweli inaonekana kuwa ni deal ambayo liko serious kabisa. Simba wanawania kuinasa saini yake. Sasa tuna nini cha kujifunza kuelekea usajili huu? Wewe dondosha maoni yako hapo chini, lakini pia usisahau kuniambia kwamba unanifuatilia kutoka maeneo gani. Hii ni True Talk na hapa tunajadili masuala mbalimbali ya kimichezo, lakini pia kuhusiana na taarifa zote ambazo zinakuwa zina trend katika mitandao ya kijamii. Dondosha maoni yako hapo chini, na ni nini kifanyike hasa katika club ya Simba. Kama tunafahamu, ukiangalia katika msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa sasa, nafikiri Simba anakamata nafasi ya pili kwenye ligi, huku Dar es Salaam Young Africans wakiwa wanaongoza ligi. Na nafikiri msimu bado unaendelea, lakini una nini hasa cha kuzungumza kuelekea katika kuelekea katika dirisha kubwa la usajili? Je, ni nani ambao unatamani kumuona ndani ya klabu ya Simba Sports Club ama klabu yoyote ile Tanzania? Na huku ukiangalia pia msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, panamaanisha Tanzania Premier League. Ukiangalia msimamo wa ligi kuu Simba anashika nafasi ya pili kama nilivyozungumza hapo awali, akiwa amecheza michezo 17, lakini pia akiwa ameshinda michezo 10 na akiwa ametoa sare mara 6 na kupoteza mchezo moja, na akiwa na alama 36. Huku Dar es Salaam Young Africans akiwa anaongoza ligi kwa sasa, yeye akiwa amecheza michezo 18, akiwa ameshinda michezo 13 na akatoa sare mara 5, lakini pia hajapoteza hata mechi moja, akiwa na points zake 44. Lakini Azam FC yuko nafasi ya 3 akiwa na alama 34, akiwa amecheza michezo 18 huko akishinda 8, akitoa draw mara 10, lakini hajapoteza hata mchezo moja. Hii ni kwa ufupi moja kati ya vilabu vikubwa ambavyo kwa sasa vinaongoza ligi yetu Tanzania. Na lakini pia usalia nasi kwa kusubscribe hii channel, kuwasha alama ya kengele usipitwe na taarifa zetu za kimichezo kila siku. Wakati mwema, bye bye. Hii ni True Talk, ni Masaji.